Mimi naomba ile siku ambayo Afrika Mashariki tutazungumza kwa lugha moja, tutumie pesa inayoitwa currency moja, na hata iwe ninatembea kutoka Kenya kuelekea Tanzania bila kuulizwa kwamba wapi stakabadhi, nitembe kwenda Uganda bila kuulizwa stakabadhi mpakani. Huo ndio umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao tunaomba kwamba siku moja utaweza ukatimia. Ndugu zetu wa Tanzania wanazidi kupigania haki zao za kikatiba, uhuru na usawa katika uchaguzi mkuu unaoendelea Tanzania. Baada ya Samia Suluhu kufungia nje baadhi ya wagombea, sijui kwamba Kiswahili changu ni kizuri, lakini wacha tu nizungumze kwa sababu ujumbe huu ningependa kwamba uwafikie wa Tanzania. Samia Suluhu aliona kwamba labda kwa sababu hajawahi shiriki katika uchaguzi kama rais, kwa sababu kiti anachokalia ni cha mkufi, ni kiti cha aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli, ambaye mimi binafsi nilikuwa namheshimu sana na nilikuwa nampenda kwa jinsi ambavyo alikuwa anafanya kazi yake na jinsi ambavyo alikuwa anapendwa si na Watanzania tu bali na hata nchi zingine nje ya Tanzania. Baada ya Samia Suluhu kusema kwamba kinyang'anyiro kitakuwa kati ya Suluhu na Samia, baada ya Tundu Lissu na wenzake kutoka upinzani kufungiwa nje ya uchaguzi, Watanzania wameamua kusema kwamba afadhali uchaguzi usifanyike, kwa sababu tayari tujajua matokeo ya uchaguzi ni kwamba Samia Suluhu bado atabaki uongozini kwa sababu hana mgombea anayempinga, kwa sababu wagombea mashuhuri walifungiwa nje na wengine kufungwa jela. Kulingana na kanda ambazo tumeweza kutumiwa ni kwamba majeshi ya Tanzania wamejiunga katika maandamano na wamejiunga na waandamanaji. Wanajeshi wa taifa la Tanzania wamechitoza ulingoni pia na wao kuwapa moyo waandamanaji ili waokoe taifa la Tanzania liziweze kuzama katika vita vya uchaguzi. Na sisi kama wa Kenya tunajua pigo linalotokana na vita vya uchaguzi. Tunaelewa. Tumepitia hayo mwaka wa 2007, tuliyapitia hayo tukayajua. Kwa hivyo tumejifunza mengi. Ndio maana uchaguzi wa mwaka 2022 uliokamilika, hata ingawa haukuwa wa haki, lakini ulikuwa wa amani, kwa sababu sisi tushajua uzuri na ubaya wa vita. Nataka nikupeleke moja kwa moja hadi Tanzania, kwa sababu msiseme kwamba ni propaganda, ni kuonyeshe kanda mbili za kudhibitisha kwamba kweli majeshi ya Tanzania yamejiunga na waandamanaji. Wengine wanarudisha mabomu ya machozi. Wanajeshi hao wanasogea mbele walipo polisi. Wanajeshi
kusogea walipo polisi. Halo Dingi, hii ni mbaya. Tupo na jeshi, jeshi lipo mbele, tupo nyuma yao. Sawa. Ni mabomu ya machozi baina ya polisi, wanajeshi. Naona wanajeshi wanajaribu kutuambia tupo pamoja na nyie, huku jeshi la polisi Tanzania likiendelea kurusha mabomu. Halo, hii ni mbaya. Polisi wanazidi kusogea nyuma taratibu, barabara zikiwa zimefungwa, wananchi wakiwa wanarusha hii ni mbaya. Jeshi nalo linakatiza. Sio poa. Sio poa. Jeshi naona linasogea, polisi walipo taratibu. Hii ni ishara gani kwamba wanajeshi wanataka twende, huku polisi wanakimbia? Jeshi wanasogea taratibu na wananchi wanawafuata, huku wanarusha mawe mengi sana. Oh, tunachukua nchi baba. Tunaichukua babu. Ni mbaya. Halo. Si ndio Dingi? Halo. Vita bado ni kali, magari yote Ubungo yamesimama. Hakuna anaenda Mbezi wala anaenda tauni. Barabara imezibwa. Watu wanazidi kuipambania Tanzania. Naomba mnikubalie nivuke nitumie lugha ya Kiingereza kwa sababu ya maelezo nayotaka kukupatia kutoka kwa maandishi ambayo nimeyaweka chini kwa minajili ya kuelewa zaidi. What happens when the military joins protesters? What happens when the military decides to join protesters? When a portion of the military or a specific unit joins anti-government protests, known as military defection or a loyalty shift, is a critical indicator that the ruling regime is losing the ability to enforce its power. Let me give you a breakdown. This signifies weakening the regime. A loyalty shift from the armed forces is often the single most important factor determining the success of a major anti-government protest. The regime's last resort for maintaining control is its security forces. When they decide to defect, the government essentially becomes powerless. What I am unable to ascertain is if the military joined protesters to try and cool down the tempers, because we know the training the normal police officers undergo is different from the military training. Kwa hivyo sijui kwamba majeshi ambayo tumeyaona hapo ambao wamejiunga na waandamanaji, hatujui kwamba iwapo they have defected ama wamejiunga ili kuwapa ile psyche ya kuwatuliza tu waone kwamba wako pamoja. They can join protests to encourage them. The defection provides a massive morale and boost to the protesters and encourages more citizens to join the demonstrations as the fear of violent suppression is significantly reduced. Mumesikia vile wananchi wanaimba, wanasema jeshi letu, jeshi liko tunatoka nyuma yao, jeshi letu. Nasikia vile wanaimba, wako na ile psyche. They have been encouraged to see the military. They have been encouraged to join the protests. Now, what happens in a country in case the military decides to defect? The military joining protests movements typically can lead to one of the following. Number one, regime collapse or transition.
the military's refusal to fire on citizens or their active joining of the protest forces, the immediate resignation of the ruling leader, paving the way for a transition government or democratic elections. Number 2, military coup. Rather than direct aligning with the civilian protesters, the military leadership may seize power themselves, sometimes installing a temporary military government, often with the stated goal of restoring order and facilitating a transition. Number 3, civic conflict or mutiny. If the military is divided, some units support the government, others support the protesters, the situation can escalate rapidly into armed conflict or mutiny or a civil war. So, the military can decide, as I said, on point number 1 of regime collapse or transition. The military can force the president to resign or flee the country, or he or she can be evacuated safely using a military chopper, as she paves way, in the case of Tanzania, as she paves way for transition government or a democratic elections. Remember, Tanzania has not had a democratic election as we speak. So if the military decide to join the protesters, Samia Suluhu might be forced to flee the country. Kuna mtu ameniambia kutoka Tanzania kwamba kaka, Samia Suluhu ni Mzanzibar. Kwao ni Zanzibar. Na ametoka pale akaja kuwa rais wa Tanzania. So wenda ikizindikana kabisa, wenda atoroke. Sijasema anatoroka, lakini I'm explaining what might happen in the case where the military decides to join protests. Kwa hivyo, there is a possibility either atatoroshwa ama atoroke after resigning to allow a free and fair election supervised by the military itself. But then, Tanzania wenzetu, tunawaombea mema. Msije mkaingia katika majaribu ya vita. Sisi tunawaombea. Hata kama mama yenu alitutusi, lakini Wakenya tunawaombea mazuri. Mungu abariki. Tuonane kwa video nyingine.